Kutokea Arusha, mimi naitwa Korumbale Babas. Hapa ni chumba 206, makao makuu ya ofisi za Global TV Kanda Kaskazini zilizopo mtaa wa Kaloleni jijini Arusha, kwenye jengo la Kondo Complex, ambapo pia ipo hoteli yenye hadhi ya nyota 4 ya Kondo Hoteli, hoteli ya kisasa na maarufu zaidi hapa jijini Arusha. Ukifika kwenye ofisi yetu hii, tunaweza tukazungumza mambo kadhaa, ikiwemo namna ya kutangaza bidhaa zako kupitia Global TV, lakini pia kwa namba za simu hizo tumeweka hapo, tunaweza tukawasiliana kwa namna yoyote kufika hapa, lakini pia kutoa taarifa kama kuna taarifa yoyote ambayo ungependa Global TV ifike na kuitangaza. Kikubwa leo hii ikiwa ni siku ya tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, kuna taarifa ambayo imetokea kwa siku ya jana tarehe 17 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, na taarifa hiyo inahusiana na kifo cha kijana Emmanuel Thomas mwenye umri wa miaka 37. Thomas amefariki mara baada ya kuchomwa visu huko maeneo ya mtaa wa Olvutian uliopo maeneo ya Sinoni jijini Arusha. Sinoni ni kata, na inaelezwa kwamba jana majira ya saa 4 usiku kijana huyu alichomwa visu na watu wawili ambao inaelezwa kama ni ndugu zake hivi wajomba, kwa kile kinachoelezwa kwamba alifika dukani akawakuta vijana wengi, baadhi akawasalimia, alafu hao vijana hakuwasalimia kwa kuwapa tano, yani ile salamu ya kugonga hivi, na baada ya hapo katokea mvutano wa maneno. Mmoja kati ya vijana hao akachomwa kisu na inaelezwa walimshambulia wote kwa pamoja. Kisu kimoja kilienda kwenye moyo na kupelekea umauti wake. Sasa tumezungumza na mwenyekiti wa mtaa huo ili atueleze kiundani kile ambacho yeye anakifahamu kuhusiana na tukio hili na kipi ambacho anawaasa wananchi wake. Mimi naitwa Lesson Joseph Martin, mwenyekiti mtaa wa Njavutian kata Sinoni. Ndio. Jana majira ya saa 4 kasorobo. Kijana ambaye ni marehemu ambaye anaitwa Emmanuel Thomas. Ndio. Alitoka nyumbani kwake akawa ameenda pale dukani. Akakuta vijana wengine wenzake. Akawa amewasalimia. Sasa kuna wawili hajawasalimia, wale wawili wakamwambia mbona sisi utusalimii? Baada sasa marehemu kutokusalimia, jamaa wakachukua kisu ndio wakaanza kumshughulikia na kupoteza mauti yake. Sasa hatujui kama kulikuwa na bifu yoyote, lakini nimefuatilia hakuna bifu yoyote. Shida ni salamu tu kutokusalimiana. Alafu ukifuatilia asilimia kubwa, ndio, hawa watoto ni familia, ni wajomba. Okay. Waliomuua mwenzake ni sawa huku kwetu sisi ni wajomba, maana ni familia tu ya karibu. Kwa hiyo hadi hivi sasa katika kufuatilia kwenu, kama hakukuwa na bifu, kwa maana hakukuwa na ugomvi kabla ya hilo tukio, kinachoelezwa ni nini tofauti na hiyo tu salamu ya kupeana tano? Kinachoelezwa ni kwamba kilichosababisha wale watu wamchome marehemu kisu ni kutokusalimia wenzake, basi hakuna lingine. Na ni kweli ni hiyo salamu ya kutokutoa tano ndio ilikuwa inaelezwa, au salamu kwa ujumla ikutolewa? Sasa kwa kweli siwezi kujua zaidi, lakini asilimia ya watu wengi wanasema ndivyo ilivyo. Na huyo kijana labda na hao waliofanya hilo tukio, umri wao unafanana au wengine walikuwa watu wazima zaidi? Marehemu ana miaka kama 37 na watoto wawili. Lakini wale wawili, mmoja ana miaka 16, mwingine ana zaidi ya 20 na marehemu anajishughulisha na nini na hao wawili wanajishughulisha na shughuli gani? Marehemu alikuwa anafanya shughuli zake tu za biashara hapa na hapo unavyosikia. Lakini wale wengine, yule mmoja alikuwa anasoma chuo, nafikiri amemaliza chuo amerudi nyumbani. Sasa unajua tena vijana wetu wakikaa kwenye magrupu ndio mambo kama hayo. Alikuwa anasoma chuo gani yeye? Kwa kweli sijajua ni chuo kipi, lakini nimefuatilia nikaambiwa amesoma chuo, amemaliza chuo. Alikuwa anasubiria ajira. Ndio maana yake sasa inawezekana. Na huyo mwenzake huyo aishi na kitu? Huyo mwenzake yeye alikuwa hapo mtaani anafanya kazi hapo jirani kwenye kuchomea. Mara nyingi anapenda kukaa pale watu wanapochomea mageti, manini, vitu kama hivyo. Yuko mtaani. Na majina yao ni nani na nani hawa waliotuhumiwa sasa? Kwa kweli majina siyafahamu, mimi nafahamu tu jina la marehemu Emmanuel Thomas. Lakini wale vijana ni hapa mtaani na ni wajomba. Na hivi tunavyozungumza wako wapi sasa wajomba? Hao wajomba wale waliofanya tukio kwa sasa hivi wako ndani. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi, walikamatwa jana.
Kwa hiyo wako tu sasa hivi ndani, jeshi la polisi linaendelea na utaratibu wao. Na wakati hayo yanatokea Arusha, huwa kuna ule utaratibu wanasema kwamba kama ni ndugu wanamalizana kimila. Wewe kama kiongozi sasa unachukua hatua zipi ya kudhibiti hilo ili haki ionekane ikitendeka? Unachosema ni kweli, kwa sababu na mimi ni Mmasai. Inawezekana wazee wa ukoo watatumwa kwenye lile boma ambalo wamepata msiba, lakini hili jambo sasa hivi liko kiserikali, liko polisi. Wale wazee wanaweza kuja kwa ajili ya kuomba washiriki nasi kuzika tu, kusitiri mwili, lakini mambo mengine serikali itafata mkondo wake, kwa sababu wale vijana walichofanya sio sahihi. Wanastahili wapate adhabu, waende magereza ili watu wajifunze kupitia hawa. Na kingine kinaelezwa kwamba mtaani kwako kuna wimbi lililokithiri la vijana kutumia madawa ya kulevya, hasa bangi na mirungi. Kwa kiasi gani una control kama kiongozi, labda huenda ndo likahusishwa na haya matukio kwamba vijana walikuwa wametumia hivyo vilevi? Labda mwandishi wa habari nikwambie, jambo linapotokea maneno waga yanakuwa ni mengi. Ni kweli vijana wanavuta bangi na wanakula mirungi, lakini sisi tunapambana kuhakikisha tunadhibiti, tukishirikiana na jeshi la polisi. Na hicho kijiwe ambacho walikuwa wanakaa hawa vijana kinajihusisha na nini? Ni kijiwe cha pikipiki au ni kijiwe tu ambacho wanakaa bila shughuli? Hapana, kile sio kijiwe. Palikuwa ni dukani. Ni dukani tu, mtu yuko kwenye biashara yake pale anauza duka lake. Kuna vijana walikuwa wamekaa pale. Huyu alipokwenda pale ndio wakakutana nao pale. Kutoka nyumbani mpaka dukani ni kama mita 10, wala hakuna umbali ati. Okay. Na ilikuwa ni majira ya usiku. Saa 4 kasoro hivi maybe. Okay. Ndugu yangu. Sasa mwisho kabisa sasa, unalipi la kuzungumza hasa kwa hawa ambao wanapenda mambo ya malizike kienyeji? Na je, kuna mashahidi wowote ambao watakuwa au wapo tayari kwenda kuithibitishia jamhuri, kwa sababu bila kuwepo kwa mashahidi hawa watu watarudi mtaani? Mimi naona cha kufanya ni kwamba marehemu ameshakufa, tufanye tuuzike mwili, tukishamaliza ili jambo liko polisi. Hata kama na mimi mwenyekiti nitafuatilia nihakikishe wale watu wajibishwa, ili walilofanya sio nzuri, ni baya sana mno. Na kuna ushahidi sawa kuthibitisha kwamba hao waliokamatwa ndio wamefanya? Wapo mashahidi, wapo. Hata leo Kusaga alipokuja alichukua, kuna mashahidi walikuwa pale. Hata baba mdogo wa marehemu alikuwepo, ni shahidi wa kwanza. Maana alipigwa simu wa kwanza kufika eneo la tukio. Na mashahidi, na wale waliomjeruhi hawakuweza kukimbia, walibaki pale pale. Naona walipata nao hofu fulani. Kwa hiyo waliua bila kukusudia sasa itakuwa? Hapana, haiwezekani kuua bila kukusudia, kwa sababu ingekuwa amemchoma kisu cha kwanza ningesema hivyo, lakini kuna cha kwenye moyo alafu kuna kwenye cha shingo tena. Hii sio kukusudia, hii sio hivyo bana. Hii walidhamiria kutoa uhai wa huyu mtu. Haya mwenyekiti, mimi nikushukuru. Kama una neno la kuambia wananchi wako hapo unapaitwa nini? Onjatian hapo Sinoni. Mimi nawaambia tu niwape pole kwa msiba uliotokea. Msiba huu ni mzito sana, unaumiza. Sasa sisi viongozi umetugusa sana, kwa sababu vijana wanaangamia. Ila tu niombe vijana na wazazi waendelee kuwa karibu na vijana wao na watoto wao, kuzungumza nao na kusema nao juu ya maadili. Wamtafute Mungu, kwa sababu vijana wakiwa na hofu ya Mungu, matukio kama haya hawezi yakatokea mara kwa mara. Hii ni Arusha Kondo Hotel, hoteli ya kisasa iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha. Muonekano wake ni wa meli iliyobeba kila kitu. Namba 1, kuna maduka ya biashara. Namba 2, ofisi za taasisi mbalimbali. Namba 3, ndo hoteli yenyewe sasa. Hapa utahudumiwa na wahudumu nadhifu wenye taaluma na kazi yao. Kwa ajili ya usalama, milango yote inafunguliwa kwa kadi maalum zinazotumia umeme. Ukiwa ndani ya hoteli, unaweza kuona mji wa Arusha vizuri na kupata upepo mwanana kutoka katika vilima vya Mlima Meru. Kuna sehemu tulivu kwa ajili ya kupata chakula kizuri kilichopikwa hapa kutokana na oda yako. Arusha Kondo Hoteli inakukaribisha kuja kupumzika hapa. Kwa mawasiliano zaidi, arushakondohotel@gmail.com. Simu 0747 705 090 na 0676 705 090.